Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi, na moja kwa moja sasa tunaelekea nchini Iran ambapo bendera nyekundu ya kulipiza kisasi imepandishwa rasmi katika msikiti mkuu wa Jamkaran katika mji wa Qum nchini Iran, huku waandamanaji wakijitokeza na kumtaka kiongozi mkuu wa kidini nchini Iran Ayatollah Ali Khamenei kulipa kisasi dhidi ya Israel. Katika maandamano hayo, waandamanaji wamepiga nara za kusema kifo kwa Israel na kifo kwa Marekani. Tukitoka huko katika mji wa Qum nchini Irani, sasa tuelekee katika mji wa Isfahani ambako pia nako wananchi wameandamana na wakipiga nara za kutaka kulipiza kisasi dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israel. Baada ya kukinukisha, waziri mkuu wa utawala wa kizayuni wa Israel Benjamin Netanyahu ameonekana kupanda ndege kutoka nchini Israel na kuelekea nchini Marekani akisindikizwa na baadhi ya ndege za kivita. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya mambo wanasema kuwa baada ya Netanyahu kukinukisha, sasa anakimbia kwenda kutafuta usalama. Wakati hayo yakijiri, rais wa Marekani Donald Trump amesema watajilinda wao na Israel endapo Iran itaamua kulipiza kisasi. Wakati hayo yakijiri, serikali ya Korea Kaskazini chini ya kiongozi mkuu Kim Jong-un imesema itatoa usaidizi wa silaha za kijeshi kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ili kukabiliana na uchokozi wa Israel. Hiyo ni kulingana na taarifa iliyotolewa na shirika la utangazaji la taifa la Korea Kaskazini. Na serikali ya Saudi Arabia imerani vikali uchokozi wa Israel dhidi ya Irani na kuutaja kuwa ni ukiukaji wa mamlaka na sheria za kimataifa. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Ali Khamenei amemteua Amir Habibullah Sayyar kuwa kaimu mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na wakati hayo yakijiri, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Saidi Abbas Araghchi amesema kuwa Irani itaishambulia pia Marekani kama mfadhili mkubwa wa utawala wa kizayuni, kwani mzayuni hawezi kufanya hujuma bila msaada wa Washington. Kujibu uchokozi huu ni haki ya kisheria na halali kabisa ya Iran chini ya kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa. Jeshi la Iran halitasita kulinda Jamhuri ya Kiislamu kwa nguvu na kwa mbinu zake zote. Wazayuni hawangeweza kufanya mashambulizi haya bila msaada na uratibu wa Marekani. Kwa hiyo Marekani kama mshirika mkuu naye atawajibika kikamilifu kwa matokeo ya hichi kilichofanyika. Mwisho wa kunukuu maneno aliyoyazungumza waziri wa mambo ya kigeni wa Iran. Na kamanda wa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Irani Meja Jenerali Masuvi amesema kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Ali Khamenei amewaagiza kulipiza kisasi haraka dhidi ya Israel. Watu wa Irani wasiwe na shaka, bendera iliyoinduliwa na makamanda wetu waliouawa shahidi kamwe haitaanguka chini, damu ya mashahidi wetu haitaenda bure, Jenerali Musavi amesema. Na wakati hayo akijiri, mkuu wa ujasusi katika jeshi la Israel Meja Jenerali Shilon Binder amesema Israel inaingia sasa kwenye vita ya moja kwa moja na Iran na sio operation ya kijeshi tena. Nyote mnajua sasa tumeingia kwenye vita kamili na adui anayetaka kutuangamiza, Meja Jenerali Binder amesema wakati akizungumza na askari wa IDF. Mmesikia haya si zaidi ya mara moja. Adui anafanya kazi kubwa ya kukuza uwezo wake wa nyuklia. Anasonga mbele sana kwa kasi katika adhima hiyo, lakini pia adui anaunda silaha nyingi sana za kawaida. Ndio maana tumemshambulia na kumdhalilisha ili kuondoa kitisho hiki cha usalama wetu, Jenerali Binderi alisema na kuongeza, idara yetu ya ujasusi imefanya kazi kwa bidii sana kufichua mpango wa adui katika maendeleo yake ya nyuklia na utengenezaji wake wa makombora mengi, na niwaambie tu huduma yetu ya ujasusi iko tayari kwa misheni hii. Tuko katika kiwango cha juu cha tahadhari endapo Iran itaamua kujibu. Mwisho wa kunukuu. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. استحضار داشته باشید همه عزیزانی که در جای جای این آستان مقدس صدای منند. با فضل و عنایت پروردگار متعال، با دعای حضرت صاحب زمان به مدد حضرت صاحب الزمان، به زودی شاهد به خاک کشیده شدن شیطان بزرگ و فرزند نامشروعش اسرائیل جنایتکار خواهد بود.